Unatakiwa unywe iliyo kwenye bakuli. Kufanya hivyo. Dada vipi? Malaika! 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 We dada, nini sasa? Mbona kama hivi? Nini sasa? Nini sasa? Mbona mimi sioni kitu? Shoga yangu, nimekuita hapa, kuna kitu kinanitisha humu ndani kwangu. Kitu gani? Yaani, akati narudi kutoka kazini, nafika hapa ndani kwangu naona kimya. Ninaangaza huku na huku sioni mtu. Nikaanza kumuita msichana wangu wa kazi. Nimeita Malaika, Malaika, kimya. Sasa ghafla nashangaa damu zinaanza kuanguka kutoka juu. Damu? Pendo, mimi nakujua wewe rafiki yangu. Usije kaa kuwa umelewa. Besta, sikuwa nimekunywa pombe wala sikuwa nina stress ya aina yoyote. Unajua, yani mimi mwenyewe nashindwa kuelewa.
Yaani nimekaa hapa naangalia juu, naona matone ya damu yanaanguka. Wakati nazidi kushangaa hivi naona yaani damu zinazidi kuongezeka. Na mimi nilikuwa nikiangalia juu hivi naona ni kweupe. Mtu achane na hayo. Ngoja nimuite Malaika atuweke chakula. Hapo umesema. Yaani hicho ndo kitu cha pekee kilichobakia. Hapo. Muite. Malaika. 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 Dada. Changamsha mdogo wangu. Tunaleta dada. Maana hapa mgeni wangu anaweza kazimia. Habari ndo hiyo. Inaonekana chakula ni kitamu. Kabla hata ya kula kinanukia kizuri. Yaani unamwachaga vitu anapika na kuwa sina wasiwasi kabisa. Naenda kazini narudi nakula vizuri. Kweli? Hata mimi naona. Yaani chakula ni kitamu kama jina lake Malaika. Ila for on time. Mwili wenyewe ushoga yangu afu nichelewe kula. Naanza kutetemeka. Haiwezekani. Na kujua vibonge maele. Una nini wewe? Damu. Damu wakati haya ni maji. Mpaka umevunja glasi, Pendo. Nimeona damu kabisa mimi. Kweli. Pendo, inabidi nikupeleke hospitali. Unakaribia kupandwa na wazimu. Nimeona damu kabisa mimi, kweli. Mimi naona chakula kimenishinda. Hata mimi pia chakula kinanishinda, siwezi. Maagano yametendeka, mimi sijui. Maagano yametendeka, mimi sijui. Maagano nalia kila siku, machozi yangu hayakauki. Malaika!
Mbona hakuna komeo kwa nje? Imekuwaje? Kwa nini mlango haufunguki? Kama kungekuwa kuna komeo kwa nje ningesema malaika amenifungia. Kwani imekuwaje? Hayuko wapi malaika? Unatakiwa unywe iliyo kwenye bakuli. Kufanya hivyo. Bila vipi? Nini sasa, mbona hamna kitu? Tuondoke. Siko tuondoke. Besta, niambie, SMS yako imenistua sana leo. Yaani Pendo ana shida. Tena ana shida kweli kweli. Ana shida gani tena? Pendo anaumwa. Tena anaumwa ukichaa. Anaumwa? Anaumwa ukichaa? Hata mimi mwenyewe ananichanganya. Nimeenda nyumbani kwake, ananiambia kwamba anaona damu zinatoka juu ya dari zinaanguka chini. Alafu kuna vitu ambavyo havielewi. Mimi binafsi mimi mwenyewe amenichanganya. Au itakuwa anaumwa malaria. Fanya mpeleke hospitali bana. Hilo swala nimeshaongea naye, lakini amenikatalia kata na ameniambia yeye kwamba haumwi. Umeshawahi kuona wapi mgonjwa analazimishwa kwenda hospitali? Wewe Besta, unashangaa nini? Ukifanya masiara, Pendo tutamzika. Najua kabisa kwamba Pendo ni rafiki yetu na ni mtu wetu wa karibu sana. Nimekuja hapa ili kuja kukuomba ushauri, tujue tunafanya vipi. Sasa cha kufanya, ngoja tufanye utaratibu wa kupata namba za ndugu zake kijijini. Tuwape taarifa kwa tunampeleka Pendo hospitali. Lakini asije akawa na matatizo yao ya asili. Mbona nichanganya? Alafu sasa, mbona Pendo mwanzo hakuwa hivyo? Isije kawa yule mwanaume alioachana naye kamloga. Maana wanaume wa siku hizi hawakubali kabisa kuachika kirahisi. Kwa sababu walikuwa wanapendana sana. Inaweza ikawa, lakini tusilitilie maanani sana. Mimi nafikiri kwanza tudili na hili swala la Pendo.
Dada, mbona kama hivyo? Wewe mjinga ni? Wewe ni damu zote hizi usoni au? Hata ujinga wewe ni kama nina damu. Kaleta maji. Jamani, mbona msafi hata damu hauna? Hata ukumbavu wewe kaleta maji. Fanya haraka. Mungu wangu. Fanya haraka. Unaona sasa ulivyokuwa msafi? Hata damu hata kidogo hauna. Sijui pressure ya nini hiyo. Acha ujinga wewe. Ina maana damu zote hizi usoni ulikuwa uzioni au? Unataka kufanya mimi mpumbavu? Afu dada, mimi na wasiwasi utakuwa na malaria. Tena hiyo malaria imekupanda kabisa kichwani. Mshika jagi peleka kule. Shika jagi. Peleka mpumbavu wako hapa. Shenzi nini? Kwani huyo dada amepatwa na nini? Mbona amekuwa na mambo ya ajabu hivi? Yaani kama mambo yenyewe ndio hivi, mimi nitaondoka kwa kweli. Maagano yametendeka, mimi sijui. Maagano yametendeka, mimi sijui. Maagano. Pendo. 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 Baby. Okay, nimekuja kupitia tendo hospitali. Mimi. Pendo, nimekupitia ili tendo hospitali kwa sababu hauko sawa, unaumwa. Labda kama ndio uko sawa rafiki yangu. Mbona mimi siumwi na chochote? Pendo, mimi nikikuangalia kabisa na kuona wewe hauko sawa. Na ndio maana nimekuja kupitia hapa twende hospitali. Mimi siumwi. Sina shida yoyote. Kwa hiyo ndugu yangu hospitali siendi. Labda kama wewe ndio unaumwa. Pendo, mimi ni rafiki yako. Alafu nakujua. Unatakiwa uniweke wazi kwa kila kitu. Ila wewe hauko sawa na tena malaria ishakupanda kichwani. Hebu naomba twende hospitali. Siumwi na chochote. Mbona unanikazania kwenda hospitali bwana? Siumwi. Nishakwambia siumwi na siendi. Haya. Pendo, yani unaniacha hapa? Okay. Pendo. Hivi huyo dada amepatwa na nini? Mbona simuelewi? Au mchawi anakula nyama za watu? Sasa mauzauza ameanza kumtokea. Mara damu. Mara sijui nini. Yaani amekuwa chizi kabisa yani. Nikiondoka wala hata siagi. Yaani naondoka kimya kimya. Atajijua mwenyewe. Asinichanganye mimi.
Vipi Besta, ushampeleka? Unajua dada Pendo ni kama dada yetu, lakini ana mambo ya kijinga sana. Nimeenda kwake nikamwambia twende nikupeleke hospitali, haupo sawa. Unajua alichonijibu? Eti mimi ndio ninayeumwa. Vipi kuhusu yule mfanyakazi wake? Inakuwaje? Alafu tambua, yule ni mfanyakazi tu, sio wa kumwamini sana. Tambua mimi na wewe ndio tunamjua vizuri sana dada Pendo. Hicho nachokizungumza kina ukweli, lakini sasa ukiangalia Pendo na yule mfanyakazi ni watu ambao wenye ukaribu sana, na hata kama likitokea tatizo kwa Pendo, mtu wa kwanza kumsaidia ni yule mfanyakazi. Mimi nachokiona, tumuite yule msichana, tumuulize, huenda kuna kitu tutagundua. Maadha